Kwa kuanza, tayari tumeshapata mkandarasi. Tunaagiza vituo vidogo ambavyo tutavisambaza katika mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro na Dodoma. Mzunguko huu uko ndani ya umbali ambao kwa kutumia teknolojia ya CNG, yani compressed natural gas, tunaweza kuifikisha na kwa gharama ambayo inaendana na bei iliyopo. Kwa hiyo isilete changamoto kibiashara. Nje ya mikoa hii tunashirikiana na kampuni binafsi takriban 4 ambazo zitajenga miradi midogo ya gesi kimiminika, yani liquefied natural gas au LNG, ambayo itawezesha kubeba gesi nyingi katika chombo kidogo au tank kidogo na kuweza kuisafirisha kwenda popote nchini. Kwa hiyo tutegemee katika mwaka 1.5 mpaka miaka 2 ijayo, tutakuwa na uwezo sasa kufikisha gesi asilia takriban nchi nzima kwa kutumia teknolojia ya LNG. Kwenye teknolojia ya CNG huwa kikawaida ikizidi kilomita 450 mpaka 500, gharama ya usafirishaji inaanza kuwa kubwa kuliko bei ambayo unaenda kuuzia. Kwa hiyo kibiashara inakuwa hailipi. Ndio maana nimesema baada ya Dar es Salaam tutaenda Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Dodoma na Morogoro, ambayo iko ndani ya na Mtwara na Lindi, ambayo yote iko ndani ya kilomita 500 kutokea kwenye vituo vikubwa ambavyo viko Dar es Salaam. Hii itahamasisha matumizi ya nishati mbadala wa mafuta, ambayo ina maana kwamba tukiongeza matumizi yake kwa kiasi kubwa, basi tutapunguza uagizaji wa mafuta toka nje. Gharama yake iko nafuu ukilinganisha na mafuta ambayo yanatoka nje. Vile vile kwenye mazingira, gesi asilia inapotumika kwenye gari au chombo kingine cha moto inatoa hewa ya kaboni chache zaidi ukilinganisha na dizeli au petroli. Kwa hiyo tunategemea itakuwa na athari chanya kwenye mazingira yetu.